Mambo vipi mtazamaji wa SAUT TV, ni matumaini yangu ubuheri wa afya, na kama afya imeyumba basi Mwenyezi Mungu aweze kukuafu uweze kurejelea katika hali yako ya kawaida. Karibu katika kipindi cha Kioo cha Mwanamke, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kujua mafanikio yote yaliyofanywa na mwanamke katika jamii. Kwa siku ya leo ninakuongozea kipindi hiki. Jina langu ni Mariam Fakiri, nikiwa na mada mezani, mwanamke na mitindo, na nitakuwa naye Aquila Mogolo, miongoni mwa wanawake ambao ni wanamitindo. Endelea kusalia nasi kuanzia mwanzo hadi tamati. Aquila, mambo? Poa, vipi? Safi, pole na hongera kwa majukumu. Asante. Tukianza tu, wewe ni mwanamitindo, si ndio? Ndio. Ulipata wapi wazo la kuanza kuwa mwanamitindo wa mavazi na mambo mengine? Yaani wazo ni la kwako ama ni la mtu mwingine? Wazo ni la kwangu mwenyewe, lakini pia kuna baadhi ya watu walini-inspire kwenye upande wa mitindo. Kuna baadhi ya wanamitindo wakubwa wakubwa wako Tanzania na wengine nje, wengine wameenda mpaka international ambao wanafanya mambo ya mitindo. Lakini pia mimi nafanya ubunifu wa mavazi mbalimbali kwa kutumia vitu ambavyo vinapatikana katika mazingira. Kwa mfano makaratasi, machupa, vitambaa, vipande vya vitambaa. Yes, so nafanya ni kama designing, lakini imebezi sana kwenye ubunifu, creativity. Nini kilikuvutia zaidi kuchagua kwamba kuwa mwanamitindo, hususan wa mavazi ambayo yanalenga utamaduni na ubunifu fulani? Nini kilikuvutia? Kikubwa zaidi ni kitu ambacho nilikianza muda mrefu sana, toka nikiwa sekondari kwenda A level. Tulikuwa mara nyingi sana tukifanya fashion shows kwenye events kama ni graduations. Yes, so tulikuwa tukifanya fashion shows, tuna showcase baadhi ya mavazi kwa kutumia vitu mbalimbali kama chandarua kwa kipindi kile, kwa sababu tulikuwa hatuna uwezo wa kupata vitu vingine tofauti na hivyo. So upatikanaji wa vitu ambavyo tulikuwa tukikutana navyo ambavyo labda ni kama makaratasi, kwa sababu shuleni moja kwa moja kuna makaratasi, majani, machupa ya maji, yes, kwa vitu kama matakataka hivi. Yaani matumia takataka kutengeneza mavazi. Yes, so tunafanya vitu watu wanapenda, tunaonyesha, watu wanavutiwa sana na hivyo vitu. So kupitia hiyo ndo nimebuni pia idea nyingine ambayo naweza base pia kwenye utamaduni. So nimekuwa nikitengeneza labda mavazi kubase kwenye utamaduni kwa Afrika moja kwa moja kwa jumla. Yes, ni kama kwa mfano kama Afrika mara nyingi sana kwa kawaida tunatambulishwa na mavazi ya vitenge. Yes, so mara nyingi nimekuwa nikitengeneza nguo pia kutumia vitenge. Sio na base sana kwenye makaratasi peke yake, hapana. Natengeneza vitenge, majani ya miti. Yes, na nani anakusaidia kwenye kukuza uanamitindo wako wa kutengeneza labda mavazi na kuandaa idea nyingine mbalimbali? Nani anakuwa nyuma ya kioo, yani tunasema? Niko mwenyewe kwa upande wa idea. Nafanya mwenyewe, yani ni kitu kinakuja tu kichwani, unaamua ndio maana naweza nikasema ni kipaji tu. Mara nyingi watu wengine wanakuwa labda na vipaji vya kudansi, unamuuliza huyu hii style katoa wapi? Kumbe tu amekaa akajua. Yes, amekaa tu akaangalia akapata idea. So ni idea ambazo ziko kichwani kwangu. Kiuhalisia jamii zetu hizi za Kiafrika hususan Tanzania, wazazi wengi wanahisi kwamba mtoto akiwa mwanamitindo yani kama anaenda kinyume na maadili. Sasa kwa upande wa familia yako, walikupokeaje pale ambapo uliwaambia kwamba natamani kuwa mwanamitindo, natamani kufanya hichi, natamani kufanya hichi? Familia yangu mwanzoni ilikuwa shocked, kwa sababu vitu ambavyo nilikuwa nikivifanya ni kidogo vilikuwa vimeshtua. Ndio. So kuna baadhi ya mavazi nilikuwa nikivaa, nikapiga picha hapa nikaposti, ama nikavaa kwenye event yoyote, inakuwa kidogo inazua taharuki. Yes, inazua taharuki. So mara ya kwanza wazazi wangu mimi walikuwa kama wamekataa ama wamepinga hilo swala, lakini baadaye kulingana na utandawazi unavyozidi kuendelea, Gen Z wakaelewa sasa, wakaelewa yes kwamba hiki kitu yes, na ni kulingana na watu ambao wameendelea. Yes, kuna wanamitindo wengi sana ambao wamefanikiwa, wameanzia chini wamefanikiwa. So baada ya kuangalia
upepo unavyoenda na wenyewe wakagundua kumbe huyu anaweza, yes, anaweza kufanya kitu. Yes, na sio kusema kwamba ni uvunjifu wa maadili ama nini. Hapana, ni vyenye mtu anajitambua. Ukishajitambua ukafanya vitu ambavyo unaona ni sahihi bila kuvunja sheria, ni sawa tu. Na Aquila, nakumbuka kuna mwaka ushawahi kugombania umisi. Yes. Na nani alikushawishi ama nini kilikufanya wewe kutoka, maana ni safari kidogo kutoka kwenye wanamitindo, yes, mpaka kuhamia kwenye kugombania umisi? Yani tupe siri ya kambi. Nimeshiriki mashindano mawili, mwaka 2025 Miss Universe na 26 Miss World Tanzania kwa upande wa Lake Zone. Mtu ambaye amenishawishi naweza nikasema ni mimi mwenyewe, kwa sababu niliona kama ni platform ambayo connect ama link out na mitindo vinaendana, yani kama vinaendana. So nikaona kwamba ili kipaji changu mimi kikue, niingie kwenye hizi platforms za urembo, kwa sababu ni urembo na mitindo ni vitu kama vinashabihiana, kama haviendani sana, lakini vinaelekeana. So nikaona kupitia kule nikaweza kuendeleza kipaji changu cha ubunifu. Mwisho wa siku na mimi nikawa na vitu viwili, ni miss alafu ni mbunifu ama model. Na ulipataga nafasi ngapi labda kila uliposhiriki? Kwa Miss Universe mwaka jana ilikuwa audition, walikuwa nilibahatika kupata nafasi ya 6. Yes, nafasi ya 6, lakini nafasi 5 ndo zilichukuliwa. Na kwa upande wa Miss World Tanzania pia nilibahatika kupata nafasi ya 4 na nafasi 3 ndo zilichukuliwa. Kwa hiyo ni una bahati mbaya sana, lakini namshukuru Mungu nimepata experience. Nimekutana na watu wengi, nimepata tengeneza connections, njia. Naona kwa kweli siwezi kusema na kufuru Mungu kwamba sijaweza, lakini safari moja huanzisha safari nyingine. Kweli kabisa. Yes. Na kiuhalisia, Aquila, wewe ni mwanafunzi. Unawezaje kuweka sawa kwamba masomo yaende lakini pia na kipaji chako kikue? Okay. Kwenye ni issue tu ya time management, na ni vitu ambavyo navipenda vyote. Siwezi kusema niache kusoma, ni base sana kwenye mitindo, si ubunifu, hapana. Na mara nyingi sana kuna msemo wanasema elimu ni ufunguo wa maisha. So bila elimu hakuna kitu unaweza ukafanya. Yani utaenda lakini elimu itahitajika popote pale utakapoenda. So ninajaribu kumaintain. Unajua wanawake sisi tuna tabia kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Kwa hakuna kitu anashindwa mwanamke. Yaani kusema kwamba hivi mimi nitawezaje kuunganisha hivi na hivi, hapana. Ni muda utakavyopangilia vitu vyako, muda wako. Yes, unafanya vingi, sio hivyo tu hivyo ndo vinavyoonekana, lakini kuna vitu vingi sana navifanya ambavyo, kwa mfano hapo tuchukulie tu mfano wa mama nyumbani. Yani unakuta mama aende kazini, mama atupikie ndani, mama yani apate muda wa kucheza na watoto. Kwa kila kitu kinawezekana kwa mwanamke, na mwanamke yeyote aliyeko duniani akisema hawezi kufanya vitu vinne kwa wakati mmoja anadanganya, yani ni uongo. Amegoma tu tuseme, anakuwa amekataa tu kwa kweli. Kwa kuelekea tu kingoni, ni mafanikio gani ambayo umeyapata kupitia nafasi yako hiyo ya uanamitindo? Okay, nimepata mafanikio ni mengi, nitataja kidogo. Connections, kitu cha kwanza, kujulikana kwa baadhi ya maeneo. Lakini pia kuna nimesajiliwa kwenye agency ya modeling. Kuna agency iko mkoani Mwanza hapa. Ni agency ambayo inahusika na mambo ya modeling. Wanafanya modeling, wanafanya ushering na vitu vingine vingi tu. Inaitwa Modern Affle Modeling Agency, iko pale. Na kitu kingine ni experience. Experience, nimepata experience ya vitu vingi, namna vitu ambavyo namna kurekebisha pale ambapo nimekosea, kutembea katika njia ambayo ni sahihi. Nimejifunza vitu vingi sana kupitia watu ambao nimekutana nao. Nimekutana na watu wengi wakubwa, nimepokea orders, kazi,
kuna baadhi ya mavazi yangu nina design na kodisha. Sijaanza kuuza kwa sababu watu unajua mara nyingi sana vinatumika kwa wakati mmoja, kwa tukio moja. Yes. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana mtu kununua. So nakodisha hivyo. So nimepata connections, nimepata kazi nyingine sitoisema. Vingine ni siri. Viko kwenye bio. Aya, tukimalizia tu sasa, ni ujumbe gani ungependa kuwapa wanawake na mabinti kama wewe ambao wanatamani yani kuwa wana mitindo lakini wana ule uoga, jamii itanichukuliaje? Lakini pia kwa wale wazazi ambao wanapomwona mtoto anataka kuwa mwanamitindo wanakuwa wanamzuia, wewe unapenda kuwapa ujumbe gani? Wito wangu ni kwa wazazi. Wazazi wamekuwa vikwazo vikubwa sana kwa watoto au niseme vijana, kwa sababu wanachukulia kwamba labda tasnia ya urembo ni labda uvunjifu wa maadili, lakini sio. Kitu cha msingi sana ambacho watu wanatakiwa kukizingatia sana ni kujitambua. Kitu cha kwanza kujitambua, kupenda kile ambacho anakifanya. Ukipenda kitu hata mtu akuzuie namna gani hauwezi ukaacha. Na kitu kingine ni kufanya vitu kwa bidii. So vijana wenzangu wasilale, waamke, afanye kile sehemu vile ambavyo wanaamini. Kama unaamini katika mitindo, fanya mitindo. Kama unaamini katika dancing, fanya dancing. Kama unaamini katika urembo, fanya urembo. So ni hivyo tu naweza nikawashauri. Basi mimi nikushukuru sana Aquila kwa muda wako, uwe na wakati mwema pia. Asante nawe pia. Na mtazamaji wa SAUT TV, kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo ndani ya Kioo cha Mwanamke. Nikukumbusha ulikuwa nami Mariam Fakii kuanzia mwanzo hadi sasa tunapoelekea tamati, nikiwa na mada mezani, mwanamke na mitindo, ambapo nilikuwa naye mwanamitindo lakini pia ni mwanafunzi huyo wa chuo kikuu ambapo anajulikana kama Aquila Mogolo. Nikutakie tu utazamaji mwema vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na wakati mwema. Na siku zote tunasema hivi, Kioo cha Mwanamke, jitazame, tunaangazia mafanikio ya mwanamke katika jamii zetu. Bye.